Habari za saizi. Kama mnakumbuka, wiki mbili zilizopita tulikutana hapa mkoani Tanga kufahamisha kwamba tuna ziara ya uhakiki wa viongozi wa chama mkoa wa Tanga, na tulikuwa tumeanza wilaya ya Pangani, Tanga, Mkinga, Lushoto, Kilindi, Handeni na Tanga mjini na Lushoto. Kwa hiyo tumemaliza ziara yetu jana, tukaona sio vibaya tuje tukutane tuweze kufanya hitimisho la ziara yetu. Kwanza kabisa tuwashukuru waandishi wa habari katika mkoa wetu wa Tanga. Taarifa zetu za mkutano wetu wa kwanza zilikuwa zimeenda katika ukubwa. Kwa hiyo nishukuru vyombo hivi vya habari vyote ambao tumeshirikiana, lakini pia niwashukuru nyinyi binafsi ambao mlikuwa katika shughuli ile katika muktadha wa kufikisha taarifa kwa Watanzania. Baada ya shukurani hizo, tumefarijika na uhai wa chama katika mkoa wa Tanga. Viongozi wetu wamejipanga vizuri kwa ajili ya kukiimarisha chama chetu, na tumekutana na mikakati ya kuhakikisha kwamba wanaimarisha chama katika ngazi ya chini kabisa, kwenye matawi, kwenye kata, na kuimarisha uongozi kwenye wilaya, kwa sababu tuna uchaguzi wa chama ndani ya chama katika mwaka mmoja ujao. Kwa hiyo tumeona tuweze kufanya ziara hiyo katika maeneo mbalimbali hapa nchini ili kuona uhai wa chama, na pale kwenye mapungufu tuweze kwenda kushughulika nayo. Lakini kuna jambo ambalo wakati tuko kwenye ziara tumeona linajitokeza, ambalo kwa mustakabali wa taifa letu tumeona sio jambo zuri sana. Kama mnakumbuka, baada ya uchaguzi rasmi na rais kuapishwa, tuna miezi 6. Rais ameapishwa nafikiri Novemba kama sikosei. Sasa Novemba mpaka saizi unakuta ni miezi 6, unaenda wa 7 sasa, huu wa 6 ambao umeanza. Kwa hiyo utaona ni namna gani bado tuna safari ndefu ya awamu hii ya rais aliyoko madarakani. Lakini kilichotushangaza ni kwamba wanasiasa wa chama tawala ambao wao wamefanikiwa kuunda serikali wakiwa katika sehemu tofauti, hasa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wamekuwa na kauli ambazo zinaashiria wao kutamani nafasi ya urais katika uchaguzi ujao. Kimsingi kihaki, kimsingi wana haki kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa maoni yao. Lakini sisi kama chama tunaona kwa kipindi hiki, miezi 6 baada ya uchaguzi, anajitokezaje mtu ambaye chama chake kimeunda serikali anatamani kuwa rais mwaka 2030, miezi 6 baada ya uchaguzi. Tunaona jambo hili katika taifa letu halina afya, kwa sababu wenzetu wamepata bahati ya kuunda serikali. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha wakiwa katika vikao vya bunge au sehemu nyingine yoyote, ni kuhakikisha wanasimamia mijadala itakayoleta faida na afya kwa taifa kwa ajili ya maendeleo yetu sisi. Sasa mtu yuko kwenye mjadala wa kuchangia kwenye bajeti labda ya ujenzi, anakwenda kutangaza nia yake ya kuwa rais mwaka 2030. Tukaona kwamba kuna tatizo. Tatizo ni lipi, ndugu zangu waandishi? Tatizo ni kwamba huyu anayechangia, anayezungumzia urais mwaka 2030 ni mbunge wa chama tawala. Rais aliyoko madarakani ni rais wa chama tawala. Sisi tunafikiri kwamba mbunge ana nafasi kubwa ya kuchangia mchango wake katika chombo cha bunge, kuielekeza serikali ifanye nini ili Watanzania waweze kunufaika na mijadala ya bungeni. Inapotokea hoja, mbunge katika mjadala anaibuka na kutaka uraisi,
mwaka 2030, hapa ndipo kwenye tatizo. Tunaona hili jambo halijakaa sawa, kwa sababu tunahitaji mijadala yenye afya. Unapowaza urais miezi 6 kabla ya uchaguzi, maana yake hili ni tatizo kubwa. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa wanasiasa wote nchini. Kipindi hiki ni kipindi cha kuhakikisha tunakwenda kushirikiana pamoja kama Watanzania kushinikiza hoja za msingi za kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Na hili jambo halijaishia huko bungeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna baadhi ya mikutano yake alizungumza hadharani kwamba wale ambao wanahitaji urais kipindi hichi wanajisumbua, hawatapata. Maana yake kuna genge au kuna watu wako ndani ya chama tawala ambao wanatamani urais hata kabla ya mwaka haujaisha katika uongozi wa Rais Samia. Sasa hili unaweza ukaliona ni la kawaida, lakini athari yake kubwa ni kudhorotesha usimamizi wa maendeleo ya kisera katika taifa letu. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa Watanzania, tunatoa mwito kwa wanasiasa hasa wa chama tawala, wajikite zaidi katika kumsaidia rais aweze kutekeleza majukumu ya kuwaletea maendeleo ya Tanzania kuliko kujikita katika kutaka nafasi ya urais wakati ambao haujafika. Tuwashauri wakati utakapofika, hakuna atakayekatazwa, lakini kwa kipindi hiki tunawaomba Watanzania, watu ambao wanatamani urais saizi, hawa waonekane ni maadui, kwa sababu wanazorotesha hoja za kimsingi katika mijadala mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Sisi tungetamani kuona wabunge, tungetamani kuona wanasiasa wa chama tawala kwa kipindi hiki wajikite katika kuondoa kero za wananchi zinazowakabili katika maisha yao. Hiki ndicho ambacho nimetaka niwaambie Watanzania, na nyinyi waandishi mtufikirie salamu kwamba wanasiasa hasa wa chama tawala wasiwaze urais saizi, wajikite katika kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kusukuma gurudumu la maendeleo kuliko kujikita katika kutamani nafasi ya urais. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na washukuru sana ndugu zangu waandishi. Naitwa Abdulkarim Nasor Al-Karne, ni mwenyekiti wa NLD wilaya ya Tanga. Nashukuru sana uongozi wangu wa taifa kuandaa ziara ya mkoa wa Tanga, na tumezunguruka katika wilaya zetu zote za Tanga na kuhitimisha siku ya jana ziara yetu katika mkoa wetu wa Tanga, na leo tumekutana kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu. Kubwa zaidi ambalo nimewafikishia viongozi wangu ni juu ya maendeleo ya Tanga. Hakuna kitu ambacho kimetuumiza katika ziara yetu kama barabara zetu. Barabara ya kutokea Tanga kwenda Pangani ni barabara ambayo inaliza. Sasa hivi ukitoka Tanga kusema kwamba unakwenda Mwakidila au unakwenda Kirare, kupitika kwake ni shughuli. Ni vitu ambavyo nilitegemea wanasiasa wetu ambao wako bungeni wangekuwa wanavizungumza kwa kila hali, lakini wanashindwa hivyo vitu. Watu wanakwenda kupigania masuala ya urais kama anavyosema katibu mkuu wangu hapa. Barabara nyingine ambayo ni kero zaidi ni barabara ya Tanga kwenda Maramba, ambayo inakwenda mpaka Mashewa, inakwenda mpaka Korogwe. Ni barabara ambayo kila siku inazungumziwa, lakini watu hawaipigii kelele, ili mradi ikatengwa fedha na barabara hizi zikaweza kuisha, ikaondoka kero ya mkoa wetu wa Tanga. Katika ziara yetu tumepata tabu sana katika kuzunguruka vijiji hivyo, tukiachilia mbali barabara za Mwakijembe, tukiachilia mbali barabara za Korogwe kutokezea Lushoto, zote hizo ni mtihani. Hili ni jambo ambalo limetugusa sana. Vitu vingine ambavyo vimetugusa katika mkoa wetu ndani ya ziara yetu ambayo tumegundua ni upatikanaji wa maji. Tuna shida sana ya maji safi na salama. Huku mjini tunaona maji yapo, lakini ukitoka hapo ukienda Handeni ni mtihani mkubwa wa maji. Mpaka mwisho
tuko ndani ya ziara zetu, wananchi wakasema, hebu waheshimiwa, chukueni haya maji, hebu yaonjeni na nyie. Mnayoyaona maji tunaokunywa sisi twafanya kupishana, kwamba akitoka ng'ombe kunywa na kwenda binadamu kuchota. Ndio hali iliyofikia ya mkoa wetu wa Tanga. Hivyo tunapaza sauti kama viongozi wa vyama vya siasa, ili mradi hili jambo liweze kuwafikia viongozi waliopo madarakani, waijue kadhia inayopatikana ndani ya mkoa wa Tanga.